Naitwa Restuta Regu Kimambo, ni mkurugenzi wa Kibosho Security. Kwa kweli nilifanya huduma kwa muda mrefu kwenye kampuni ya Leki chuo cha afya. Nilifanya kazi kwa muda mrefu, lakini kuanzia 2021 nilikuwa na wadai. Wakanizungusha, lakini kwa sababu nasikiliza sana vyombo vya habari, nikasikia kuna kliniki ya mwanasheria mkuu inakuja Singida. Nikaja, siku ya kwanza mnizindua nikaja, nikaona watu wengi, nikasikiliza mpaka mwisho, nikajua kabisa kwamba kweli serikali sasa ina mkono mrefu. Jumanne nikaja jana. Nilipokuja jana nikakutana na wanasheria, wakanisaidia, akaitwa muhusika. Kwa kweli namshukuru Mungu, siku hii ya leo nimekabidhiwa pesa zangu zote, 3,820,000. Kwa kweli wito wangu kwa wananchi wote wenye matatizo, waamini ofisi ya mwanasheria mkuu ndio imenisaidia. Kwa kweli imenisaidia. Namshukuru Mungu kwa hilo. Wale wote wenye matatizo waje jamani kwenye viwanja hivi vya wakazi wa Singida. Waje kwenye viwanja vya stendi ya zamani. Shida zao zitaishia hapa. Mwanasheria mkuu yuko pamoja na sisi na mama. Kwa kweli nawashukuru sana kwa hilo. Sawa, unaongeleaje huduma hizi kwa ujumla ambazo wanazitoa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali? Kwa kweli tangu jana nilipokuja kwanza, nilivyokaa maana nimekaa muda mrefu, chakula nimepewa, nimekula kizuri. Huduma zao ni nzuri. Ni nzuri sana. Nzuri sana, wanakusikiliza kama malkia. Kwa kweli nawashukuru. Shukuru sana. Mimi naitwa wakili Joseph Rafael Wawa, wakili wa chuo cha afya Leki Singida. Tuliingia mkataba wa ubia na mtu mmoja anaitwa Senga kuendesha taasisi yetu. Bahati mbaya kumbe alikuwa ni tapeli. Akatapeli watu wakakimbia. Sasa alivyokimbia wale watu wakaja kutudai sisi. Na sisi katika ile kutenda haki na kwa tushamfungulia kesi ya jinai, tukaamua sisi kabla ya yule mtu kukamatwa bwana Senga, sisi tumlipe mdai. Kwa ndio sisi kama kampuni tumeamua kumlipa japokuwa mtu muhusika amekimbia. Na hii ni katika kuleta tu amani na kuishi salama na jamii inayotuzunguka. Ndio. Na vitu kama hivi vinasaidia kwa sababu hata na sisi tulipata tu shida ya mtu huyo kukamatwa, na utaratibu unaendelea vizuri kumkamata na evidence hizi tumeshapata tayari za mambo ambayo alikuwa anafanya. Kwa na sisi tutamdai yeye ambaye amemtapeli huyo mama. Kwa tunashukuru sana kwa kile kama hii imetusaidia kusolve kwa amani zaidi ya kupelekana mahakamani. Kwa hiyo nashukuru sana. Jina langu mimi naitwa Neema Ringo, ni mkurugenzi wa divisheni ya uratibu na huduma za ushauri ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na kama mnavyofahamu, tuko hapa Singida toka tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025, na tutakuwa hapa mpaka siku ya Jumapili tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025. Uwepo wetu kwa mkoa wa Singida, kwanza kabisa tulikuwa na zoezi la kuzindua kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya katika mkoa huu wa Singida. Zoezi ambalo alifanya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Singida ile siku ya Jumatatu ya tarehe 19, ambapo baada ya uzinduzi huo zilianza shughuli za kliniki ya huduma za ushauri wa kisheria na shughuli zote kama huduma za kisheria kwa wananchi, ambazo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tunaandaa hizi kliniki ambazo ni kliniki za kuhudumia wananchi wenye matatizo, changamoto mbalimbali za kisheria bila malipo. Kwa hiyo tunashukuru wamejitokeza watu wengi kuhudumiwa katika kliniki zetu hizi, na tumefurahi kwamba watu wameitikia wito wa kuja katika kliniki zetu kwa ajili ya kupata huduma zetu. Na kwa siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 5 tumekuwa na tukio moja ambalo tunaweza kusema ni success story kwenye kliniki yetu ya Singida, kwa sababu tumekuwa na shauri moja ambalo limechukua zaidi ya miaka 4
ambalo lilikuwa ni shauri la madai ya mama mmoja ambaye ni mjane, Mama Kimambo anaitwa. Alikuwa anaidai taasisi moja ya afya hapa mkoa wa Singida. Na hiyo taasisi, yule mama ana kampuni yake ya ulinzi ambao walikuwa wanatoa huduma za ulinzi katika taasisi ile, lakini hawakumlipa hela zake zaidi ya shilingi milioni 3 ambazo ni huduma ambazo walitoa, na hawakumlipa toka mwaka 2021. Amekuwa akihangaika katika ngazi mbalimbali kutafuta haki yake bila mafanikio. Ameenda hatua mbalimbali bila mafanikio, lakini aliposikia matangazo kuhusiana na uwepo wa kamati ya ushauri ya mkoa na wilaya ambazo zimezinduliwa, lakini uwepo wa hii kliniki ya kutoa huduma za ushauri wa kisheria bila malipo, akaona ni vema na yeye aweze kufika na kueleza changamoto iliyokuwa inamkabili. Na kweli alifika na alisikilizwa na mawakili wetu wa serikali hapa siku ya jana, ambapo ilipatikana nafasi ya kuwaita wale wenye chuo kile au taasisi ile ya afya ambako ndiko alikokuwa anadai yule mama, na wakasikilizwa kwa pamoja, na ikaonekana kweli ni haki ya yule mama aweze kulipwa hela yake. Kwa hiyo wenye taasisi wakatafakari, wakaona kweli wanadaiwa, na wakaona ni vema wakamlipa yule mama hela yake yote aliyokuwa anadai kwa miaka zaidi ya 4. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba hizi kliniki zinaonesha kwamba sio tu kuwasikiliza watu na kuacha kwa matatizo yao, lakini tunasikiliza watu na kufikisha mambo yao au matatizo yao mwisho.